ambazo zimekuwa juu yetu. Watu wako tumekusanyika asubuhi hii kwa ajili ya kusikia kutoka kwako. Basi mpe kila mmoja aliyejihudhurisha mbele zako na yule ambaye anatufuatilia kuweza kusikia neno hili likaweze kumsaidia, neno hili likaweze kumjenga, neno hili likamsogeze na kuwa karibu nawe zaidi, katika jina la Yesu, amen. Tuketi. Neno letu ambalo tunajifunza na kulisikia siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho chombo kimfaacho Mungu. Neno letu ambalo tunasikia siku ya leo, narudia tena, ni chini ya kichwa kisemacho chombo kimfaacho Mungu. Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 21. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kimetengenezwa kwa ajili ya kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatufananisha wanadamu na vyombo, na mtu mmoja mmoja ni chombo, na chombo chochote kile ni kwa ajili yake yeye aliyekitengeneza. Katika kukitengeneza kile chombo, kuna kazi aliyokusudia, na tena iwe ni kwa faida yake mwenye chombo. Kwa mtu ametengeneza chombo, chombo chochote kile, ikiwa ni vyombo vya nyumbani, kama ni kijiko, kimetengenezwa kwa ajili ya kazi ya kuweza kukitumia hicho kijiko katika chakula, au ni jembe litakuwa ni la kulimia, au ni chombo labda ni sufuria na vyombo vya ndani, au vyombo vingine vya usafiri. Vimetengenezwa kwa ajili ya faida kwa yule aliyekitengeneza, kiweze kumsafirisha, kimtoe mahali fulani na kumpeleka mahali pengine. Kwa hiyo vyombo vinatengenezwa viwe faida kwake yeye anayevimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunapoona Mungu tangu mwanzo alipotuumba wanadamu, alikusudia sisi tuwe faida kwake, tufanyike kuwa faida kwake Mungu. Tumekuwa ni vyombo ambavyo vimetengenezwa, na anasema tuwe vyombo vya kupata heshima, vilivyosafishwa, vya kumfaa Bwana. Tumetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Tuone jinsi ambavyo Mungu hata katika kutumba wanadamu alituumba ili iwe faida kwake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 9, alafu mstari wa 15. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 9, alafu mstari ule wa 15. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Sikiza vizuri, ni Mungu ameumba, ametengeneza bustani, akamuumba mwanadamu. Sasa anamchukua mwanadamu akamweka ndani ya hiyo bustani. Mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akawekwa ndani ya hiyo bustani afanye nini? Ailime na kuitunza. Kwa hiyo Mungu tayari hakumuumba mwanadamu kwa hasara, lakini ilikuwa ili apate faida. Huyo mwanadamu ailime hiyo bustani aliyoianzisha Mungu, na tena afanye nini? Aitunze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hakumuumba mwanadamu kwa hasara. Kuna kazi ambayo alimpa katika bustani ya Eden, na alikusudia kwamba huyo mwanadamu sasa yeye ndio atakuwa mwangalizi
wa ile bustani, mwangalizi ya vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba. Kulikuwa na wanyama ndani ya bustani. Adamu akapewa kuwatunza au wanyama, na akapewa hata kuwaita majina mmoja mmoja, na jina lile ambalo Adamu alimuita huyo mnyama ndilo jina ambalo mnyama huyo aliendelea kutambulika kwa majina hayo. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu kwa faida, iwe faida kwake na isiwe hasara. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza kuona katika Biblia mwanadamu alipoanza kuonekana ni hasara kwa Mungu, maisha yake na matendo yake ikaonekana sasa huyu mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu amekuwa ni hasara na sio faida. Utaweza kuona katika Biblia jinsi ambavyo Mungu huyo aliwafuta wanadamu. Akasema hata huzunika. Kwa nini huyu mwanadamu aliyemuumba ili awe faida sasa amekuwa ni kero, imekuwa ni hasara? Mungu akaghairi. Angalia Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 3, alafu mstari ule wa 5 mpaka mstari ule wa 8. Mwanzo sura 6 mstari wa kwanza mpaka wa 3, alafu mstari wa 5 mpaka wa 8. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Wakajitwalia, angalia neno lilo vizuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Mungu amemuumba mwanadamu iwe faida, lakini mwanadamu sasa ameanza kushindana na Mungu. Ameanza kuwa kero, ameanza kufanya vitu ambavyo vinaleta hasara kwa Mungu. Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mwanadamu ambaye hapo mwanzo alikuwa anaishi mpaka miaka 800, 900. Ukisoma katika Mwanzo tuweza kuona jinsi ambavyo wale wanadamu waliotangulia mwanzo walikuwa wanaishi miaka mingi sana. Walipoanza kuwa hasara, Mungu akahuzunika. Cha kwanza alichofanya ni kupunguza miaka ya kuishi ya mwanadamu kutoka kwenye miaka mingi iliyokuwa inafika mpaka 900. Akasema sasa itakuwa miaka mingapi? 120. Hiyo 120 ilikuwa ni zamani hizo. Wanadamu tumeendelea kuwa hasara na kero mbele za Mungu, miaka imezidi kupungua. Wakati wa Daudi akasema mwanadamu ataishi miaka 70, akiwa na nguvu miaka 80. Sasa hivi hata kufika hiyo miaka 70, 80 ni shida. Kwa nini? Wanadamu wameendelea kuwa hasara na kero mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo tukiendelea kusoma hapa katika mstari ule wa 8 na kuendelea, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaghairi kwa sababu hao wanadamu wamekuwa ni hasara. Yeye aliwaumba kama vyombo atakavyovitumia, na hapo mwanzo akaweka katika bustani ya Edeni kwamba chombo hichi kitamsaidia kuilima bustani na kuitunza, lakini ikawa ni kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anayenunua chombo. Hata sisi wanadamu tulioko leo, kuna vyombo vingi vinauzwa, kuna vifaa vingi vinauzwa. Hakuna anayekwenda kununua kitu ili iwe
hasara. Chochote tunachonunua kiweze kutusaidia tuweze kupata faida. Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo ilivyo? Tunachokinunua chochote tupate faida. Ukinunua jiko upate faida upikie. Ukinunua taa upate faida ikuangazie mwanga. Ukinunua nguo upate faida ikufunike uchi wako. Chochote kile. Ukinunua viatu iwe faida, uwe unavivaa na viweze kukusaidia katika miguu yako. Chochote unachonunua ni kwa ile faida. Sasa ndivyo Mungu naye alivyotuumba wanadamu, iwe faida kwa ufalme wake, iwe faida kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata napofika mahali tumemjua Mungu, tumeokoka, tunakuja kanisani, tunakuja kusali, tunakuja kuabudu, bado Mungu yeye ndiye ambaye anataka faida. Alituumba tumwabudu, tumche yeye, iwe faida kwake, na katika yeye kupata faida na sisi tutapata faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapotuokoa, Yesu anapotuchagua ni ili yeye apate faida. Angalia Yohana sura 15 mstari wa 16. Ikiwa sisi tunapata faida ni matokeo ya Mungu kupata faida. Yohana sura ya 15 na mstari ule wa 16. Anasema hivi, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mumuombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kwa hiyo Yesu alituchagua, Yesu ametuokoa apate faida yeye, kwa sababu anasema ametuchagua tufanye nini? Tuzae nini? Tuzae matunda. Mungu ametuokoa yeye apate faida, na yeye akipata faida na sisi tutapata faida. Lakini yeye kwanza akipata faida na sisi tutaona faida ya kuchaguliwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kwamba ametuchagua akatuweka twende tukazae matunda, na matunda yetu yapate kukaa, ili kwamba faida ya kwetu sisi, ili kwamba lolote mumuombalo Baba kwa jina langu awapeni. Yeye akipata faida ya matunda kutoka kwetu baada ya kutuchagua, sasa anatuambia tukiomba tutapewa na nani? Na Baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tujifunze vizuri. Unajua watu wengi tunakuja kwa Yesu, tunakuja kwa Mungu, tunataka faida. Fine, sio mbaya, ni jambo la heri. Kuna mtu ambaye anaweza kufanya kitu ili apate hasara. Tunakuja kwa Mungu, tunakuja kwa Yesu ili tupate faida. Ni kweli, jambo hilo ni kweli, lakini kumbuka ni yeye aliyetuchagua ili apate faida. Ni yeye aliyetuchagua ili tupate matunda, apate matunda kutoka kwetu. Akipata hayo matunda kwetu, anasema lolote tutakalolihitaji sasa yeye Baba atafanya nini? Atatupatia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Watu wengi tunataka faida kwa Mungu, na ndio maana tunakuja kwa Mungu. Tuna maombi mengi, tuna vitu vingi, tuna matakwa mengi. Hatujui ya kuwa tumekuja kwa Mungu ili Mungu apate faida kwanza, kabla sisi hatujapata faida. Yeye apate faida kwanza. Tutaangalia maandiko na tutajifunza leo jinsi ambavyo Mungu anataka faida kwako, na kama hiyo faida haioni kwako, hana furaha na wewe, hana furaha na wewe. Hatufurahii, kwa
kwa sababu ile faida aliyokusudia kwamba ataipata katika maisha yetu haiko. Na hili ndilo tatizo kubwa ambalo tunalo wanadamu, na nafika mahali kama tunaona kama kuja kanisani, kumwabudu Mungu, kuja kwa Yesu, tunaona ni kama hakuna faida. Kumbe ni kwa sababu sisi hatujaonekana ni wenye faida kwa Mungu, na kwa sababu hiyo na sisi hatutaiona hiyo faida. Ndio maana maandiko yanasema kwamba Mungu kwanza. Tumpende Mungu kwanza, aliyetuumba ili yeye apate faida. Tumpende yeye kwanza. Na amri ya pili fanana nayo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani sisi wenyewe na watu wengine tuko kwenye nafasi ya pili. Ya kwanza ni Mungu kwanza. Mungu kwanza apate faida. Twende katika mifano hii. Yesu akatoa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa na shamba. Mtu anapokuwa na shamba, analima shamba au anamiliki shamba kwa hasara au kwa faida? Kwa hasara au kwa faida? Sasa angalia mfano aliotoa Yesu. Luka sura ile ya 13 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Luka sura 13 mstari wa 6 mpaka wa 8. Hapa mifano hii ya Yesu alikuwa anazungumza katika lugha ambayo tutaelewa, ili tuweze kujua nafasi ya Mungu na nafasi yetu, uhusiano wetu na Mungu, Mungu na wanadamu. Ndio mifano ambayo Yesu alikuwa anaileta. Luka sura 13 mstari wa 6 mpaka wa 8. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini. Mtini ni mti fulani ambao unazaa matunda yanayoitwa tini. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Hapa Yesu anatoa mfano wa mtu mwenye shamba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alichokuwa anazungumza hapa, alikuwa anazungumza habari ya Mungu na wanadamu, kwamba sisi ni kama mtini, mti wa matunda ambao umepandwa ili uzae matunda. Sasa amekuja mwaka wa kwanza, huyu mwenye shamba hakuna matunda. Akaja mwaka wa pili, huyu mwenye shamba, ule mti hauna matunda. Akaja mwaka wa 3, ule mti hauna matunda. Akamwagiza yule mfanyakazi, huu mti unaharibu tu ardhi hapa, ukate. Ukate hiyo sehemu, basi tupande kitu kingine ambacho kitakuwa cha faida. Lakini huu mti hauna faida, upo hapa, tunapalilia, tunauangalia. Mwaka wa kwanza, wa 3, hakuna tunda, hakuna mazao. Wa nini? Tukate. Lakini yule mwangalizi wa shamba akawa ni mwenye hekima, akasema, Bwana, sawa, nimesikia, lakini mimi naomba tuuache mwaka huu, nitaupalilia vizuri, nitaweka na mbolea, alafu tuone matokeo yake. Ukizaa matunda tuuache, maana sasa utakuwa una faida. Lakini baada ya yote ukionekana bado hauna faida, ndipo tuukate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapa anazungumza kwa habari ya wanadamu. Mungu ndio mwenye shamba, sisi ametupanda ni mtini. Kwa hiyo ametupanda, ametuokoa tuwe na faida. Huyu Mungu anatupa afya, anatupa uzima. Kuna hewa ya bure hili tunaivuta oksijeni. Nenda hospitali wakawekewe ile hewa, ndio utajua gharama yake. Kuna mwanga wa jua, hizi zote ni gharama Mungu anafanya. Mungu anatulinda. Kuna mabaya mengi ambayo adui amekuwa akipanga kwetu usiku na mchana.
Sisi hatujui, lakini Mungu kwa kutumia malaika wake amekuwa akituokoa, anatuepusha na hatari za kila namna, anatuepusha na mauti, anatuepusha na magonjwa. Kuna gharama kubwa ya kumfanya mtu aendelee kuwa hai. Sisi hatujui. Kuna malaika wanaotulinda, kuna malaika wanaotusaidia, wanaotuepusha na hatari za mbalimbali. Mungu anatarajia apate faida kwa maisha yetu. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Huu ni mfano tu, lakini leo tungeweza kusema kwamba hiyo miaka ambayo tumeishi, wewe una miaka mingapi? Wewe mwenyewe unajua. Labda ni 40 au ni 30 au si mingapi. Je, kuna faida? Mungu anakaa anajadili kwamba huu mti tuukate, huyu mtu tumwondoe, anaharibu tu huko duniani, hakuna hata jema analolifanya, huyu tumtoe. Sasa wako wanaotetea, hapana, huyu tumwache kwanza tuangalie, atabadilika huyu. Wewe ujui, mimi sijui, tuko tunarukaruka tuko tunaenda huko tunafanya vile. Kumbe Mungu aliyetuumba anatarajia faida katika maisha yetu, na sisi hatuelewi. Tunatumia neema ambayo Mungu ameiweka kwetu vibaya, na namna hiyo Mungu anahuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatetewa, hapana, usiukate huo mti, usimuondoe huyu mtu, ngoja tupalilie samadi, tuweke na samadi na tupalilie. Samadi ni nini? Kupalilia ni nini? Ni hili neno unalosikia. Mungu anazungumza na sisi, Mungu anatuma message, badilika. Huu ni mtu mwenye faida kwa ajili ya Mungu aliyetuumba. Hakutuumba kwa hasara. Mungu ametuumba apate faida. Maisha yetu badilike, yawe na faida kwa Mungu ambaye anaingia gharama kubwa sana hivi kutufanya tuwe hai. Anatupatia pumzi, anatupatia hewa safi, anatupatia ulinzi, anatupatia chakula na vitu vingine vingi. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mfano wa kwanza, na Mungu hapa anasema huo mti tufanye nini? Tuukate. Haya, Mungu anatoa mfano mwingine hapa, anafananisha na mtu ambaye ni mfanyabiashara, na huyu mfanyabiashara ametoa mitaji kwa wafanyakazi wake mbalimbali ili wafanye biashara na wapate faida kwa ajili yake. Twende tena katika kitabu cha Luka sura 19. Luka sura 19 mstari ule wa 12 mpaka mstari wa 22. Luka sura 19 mstari wa 12 mpaka mstari wa 22. Mfano mwingine, Yesu hapo anatoa mfano, lakini mfano huu anautoa ili sisi tuweze kuelewa. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Mtu anapofanya biashara ili afanye nini? Mtu anafanya biashara ili apate nini? Apate faida. Fanyeni biashara hata nitakapokuja, mstari wa 14. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Wanadamu hao. Mstari wa 15 kuendelea. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha ili ajue faida aliyoipata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana,
Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso, kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usipopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisipopanda. Basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Bwana Yesu asifiwe. Ungeiweka kwa watoao riba, ili nitakapokuja niipate pamoja na faida yake. Kwa hiyo anatoa mfano wa watu hawa ambao walipewa mafungu kama mtaji. Huyu mmoja alipewa 10, akatoa faida mafungu mengine 10. Mwingine alipewa 5, akatoa faida mafungu mengine 5. Huyu mmoja yeye hakufanya biashara yoyote, akaiweka ile ya bwana wake, alipokuja akataka kumrudishia ile. Lakini utaweza kuona katika Biblia hapa jinsi ambavyo huyu hata ile moja aliyokuwa ameiweka alinyang'anywa. Nyang'anyeni hiyo. Alafu wakapewa wale wengine ambao walikuwa wametoa faida. Huu mfano wa Kabaila aliyesafiri kwenda nchi za mbali ni Yesu mwenyewe, ndio anajitaja hapa, ambaye sasa hivi amesafiri, yuko mbinguni, lakini tunamtegemea tena kwamba atarudi, si ndio? Atarudi. Atakaporudi, Yesu anakuja kuangalia faida ambayo kila mmoja ameitengeneza. Kila mmoja. Ndio Biblia inasema kwamba tutatoa hesabu kwa kila jambo maisha yetu. Kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe, kama ni wa faida au ni wa hasara. Lakini pia anakuja kumlipa kila mmoja sawasawa na kazi aliyoifanya, taabu aliyoipata. Kuna malipo. Kwa hiyo hivi Yesu ametuacha hivi sio kwa hasara. Maana kama ingalikuwa tu ni kesi ya kwenda mbinguni, pale tulipokuwa tumetubu dhambi zetu na tukamwamini, ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kwenda mbinguni, si ndio? Lakini ametuacha tufanye biashara. Tumebaki tufanye biashara. Atakapokuja, anakuja kupiga hesabu na kila mmoja mafungu aliyopewa, amezalisha nini? Uzima uliopewa, afya uliopewa, baraka ulizopewa, neema ya Mungu uliopewa, umezalisha nini kwa ajili ya Mungu wako? Sisi ni vyombo, na ni vyombo ambavyo tumewekwa kwa ajili ya faida na sio hasara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Yesu atakaporudi, ameupata ufalme wake. Anasema aliamuru waitwe wale wote watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Hebu mgeukie jirani yako, muulize kwamba unafanya biashara gani kwa ajili ya Mungu wako? Mwambie unafanya biashara, muulize unafanya biashara? Watu watakujua kwamba kuna biashara wajui. Tumekaa tu. Ndugu zangu, huu muda ambao tumepewa ni muda wa kufanya biashara, na yeye anakuja kupiga hesabu na kila mmoja kwa faida aliyoipata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu waliotutangulia walikuwa wanafahamu neno hili, na ndio maana leo sisi tunapata shida sana kuona baraka za Mungu, kumwona Mungu katika maisha yetu. Tunasoma katika Biblia jinsi ambavyo vizazi vilivyopita walikuwa wanamwona Mungu akitembea katikati yao kwa namna ya ajabu sana. Wale watu walikuwa wanafanya biashara na Mungu.
walikuwa ni faida kwa ufalme wa Mungu, hawakuwa hasara. Hebu msikilize Paulo mtume anavyosema, Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari 23. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 23. Mtume Paulo: nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yake huyu mtu alikuwa anafanya mambo yote, Paulo mtume, lolote lile ambalo alikuwa analifanya ilikuwa ni kwa ajili ya kuishiriki Injili na watu wengine. Faida hiyo, huyu mtu alikuwa ni mtu wa thamani sana machoni pake Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Yesu alikuja ili kuukomboa ulimwengu. Alikuja kuuokoa ulimwengu. Wakati ulipofika akaondoka, akasema kama Baba alivyonipeleka mimi nami ninawapeleka ninyi. Ninyi ndio mtakuwa mnafanya hiyo kazi sasa. Ndio maana maandiko yanatuita sisi kwamba sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Tunafananishwa na shamba. Shamba kazi yake ni kutoa mazao. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu, ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Lakini sasa je, ni kweli sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu? Tunafanya kazi yote kwa ajili ya Mungu sisi? Ni shamba la Mungu sisi? Kuna mazao tunazaa, yako matunda ambayo tunayatoa kwa ajili ya Mungu, shamba la Mungu. Ndiyo maana sasa utaweza kuona maisha yetu ni maisha ya shida sana, mpaka mtu anasema hivi mimi si mtu wa Mungu, mimi sinampenda Yesu, mbona maisha yangu yako hivi? Bado haujawa faida kwa Mungu. Siku utakapoanza kuwa faida kwa Mungu, mimi nakwambia utamwona huyo Mungu. Utamwona huyo Mungu. Mungu hakutuleta duniani kwa hasara. Mungu hakutuokoa kwa hasara. Mungu ametuokoa ili tuwe faida. Lakini bado hata wale ambao tunasema tuko ndani ya kanisa hatujawa faida, tumekuwa hasara, na wakati mwingine tunamhuzunisha Mungu. Alafu bado tunataka huyo Mungu atubariki. Huyo Mungu yeye anapata hasara, lakini sisi tupate faida kwa Mungu huyo huyo. Hata akili yangu ya kawaida haiambui kitu hapo. Nikuulize, wewe ukiwa na mradi, umeajiri wafanyakazi wengi kwenye mradi wako, una mradi wako, umewaajiri wafanyakazi na unawalipa mshahara, lakini ule mradi unapata hasara, utaendelea kuwalipa wafanyakazi? Na kuuliza tena, tuko wote pamoja hapa. Una shughuli yako, una kampuni yako, una mradi wako kwa ajili ya kupata fedha, lakini wale wafanyakazi kwa sababu hawafanyi kazi kwa bidii, au sio waaminifu, au ni wavivu, na ule mradi sasa badala ya faida unapata hasara, wewe utaendelea kuwalipa? Utafanyaje? Sinaona kwenye makampuni huko, unasikia kwenye kampuni inapunguza nini? Wafanyakazi wanapunguza, ikaonekana faida bado wanapunguza. Mwisho utasikia kampuni imefanya nini? Imefilisika, imefungwa. Kwa hiyo haiwezekani tuwe tunaingiza hasara kwa Mungu alafu sisi tunapata faida. Yaani hata mtu ambaye hajaenda shule, hakuna kitu kama hicho. Sisi wenyewe majumbani mwetu tunaishi na watu, mwisho siku huyu mtu nakaa naye hapa hana faida, anakula tu. Unaanza kupanga mipango mingine kwa hiyo mtu. Ni heri umtafutie nauli arudi kijijini kuliko kuendelea kukaa naye hapa mjini
anakula, anakunywa, hakuna kitu anafanya. Hakuna mtu kama huyo ambaye atakuwa anatumia gharama kwa kitu ambacho hakina faida. Zaidi sana Mungu wetu, narudia tena, zaidi sana ufalme wa Mungu. Hauwezi kukaa na sisi kwa hasara. Na utaona tu jinsi ambavyo Mungu hana furaha na wewe, hana furaha na kazi yako, au na utaanza kuona mambo yako yanaanza kupinda. Hawezi kushughulika na wewe tena. Tena zaidi pale mwanzoni Mungu anaweza kuwa ni mwema sana kwetu, kwa sababu bado anahitaji tujifunze kwanza. Tunakuwa maana hata mti ukipandwa sio kwamba unaanza kutoa matunda siku ile ile. Ule mti utamwagiliwa maji, bustani utawekewa samadi na nini, mpaka ukifikia umri fulani ule mti ndio unaanza kuzaa matunda, si ndio? Ukifikia wakati wa kuzaa matunda, kama hauzai matunda, yule mmiliki ataanza kujiuliza maswali. Huu mpapai mbona unazidi kurefuka tu? Hakuna mapapai. Huu utakuwa mpapai dume nini huu? Ndio. Sasa hapo bwana, hauna faida yoyote mpapai hapo. Wakati unapanda hapo kwa nafikiri labda ni mpapai ambao utaanza kuzaa mapapai. Kumbe hamna kitu bwana. Huu sio wenyewe. Uondoe hapo. Hauna faida. Sasa Mungu hakutuumba, hakutuokoa kwa hasara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lipokee neno hili upate kupona. Amen. Maana wakati mwingine tunahitaji kwa Mungu ambaye hatuzalishi chochote, hatuna faida yoyote. Sikiliza, Yesu Kristo alikuja duniani hapa kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Mungu hafurahii kuwaona watu wanakufa katika dhambi, na hiyo ndio dhambi kubwa ambayo watu tuliookoka tutahukumiwa. Tumeshindwa kujua kwamba Mungu alituumba, Mungu akatuokoa. Ni faida gani ambayo Mungu anaitaka kutoka kwetu? Si tumeng'ang'ana tu tunataka kwa Mungu, Mungu nina maombi yangu 10, Mungu nina maombi yangu hapa na nini. Wewe, Mungu yeye mwenyewe alikuumba apate faida. Na kama hiyo faida haioni, unaweza kukaa ndani ya kanisa miaka mingi sana na usielewe kinachoendelea. Na wakati mwingine shida inaweza kuwa ni mafundisho, hujafundishwa neno kama hili. Lakini Mungu anachotaka kwetu sisi ni nini? Hii injili ya wokovu. Mungu hapendi kuona watu wanakufa katika dhambi, wanakwenda motoni. Yeye anasema hakuumba moto kwa ajili ya wanadamu. Moto uliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, lakini wanadamu waliumbwa kwa ajili ya ufalme wake. Mungu afanye maskani pamoja na wanadamu, jambo ambalo shetani ameliharibu. Sasa Mungu huyo anataka sisi tuliomwamini tuweze kushika hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba watu hawapotei, lakini watu wanaopata ufalme wake wanamjua yeye, wanamgeukia yeye, kitu ambacho kanisa halifanyi hiyo kazi. Na kanisa ambalo halifanyi hiyo kazi, hilo kanisa limekufa. Mungu hayuko hapo. Narudia tena, leo kuna makanisa ambayo ni dini, sababu makanisa hayo hayakuwa na faida kwa Mungu. Huenda yalianza vizuri yakitoa faida, baadaye yakafa, yakawa yana faida tena, na Mungu akaondoka. Mungu anaondoka mahali kama kuna faida, Mungu anaondoka. Na kama tunataka Mungu aondoke mahali hapa, ifike mahali kanisa hili halina faida kwa Mungu, hatuzalishi. Akina Mtume Paulo akasema kwamba tunafanya mambo yote kwa ajili ya injili. Turudi tena katika ule mstari ni muhimu sana. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari 23. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari 23.
nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Wewe unafanya mambo yote kwa ajili ya nani? Ya familia yako, watoto wako, mke wako, mume wako, watu wa kwenu, wazazi, ndugu, jamaa. Hakuna faida kwa Mungu hapo. Hiyo faida inaenda kwa ndugu zako, inaenda kwa wanao, inaenda kwa nani? Lakini mimi nikwambie neno moja. Wewe ukiwa ni faida kwa Mungu, Mungu atashughulika na mambo yako yote. Narudia tena. Ukifanyika kuwa faida kwa Mungu, jambo ambalo watu walijui, wao wanatafuta faida za kwao wenyewe, faida za ndugu zao, faida za familia zao, matokeo yake inakuwa ni hasara kwa Mungu. Hata katika hayo mambo unayofanya itakuwa ni hasara. Kweli mimi nakwambia. Na hapo ndipo watu wa Mungu wanaojiita walokole, ndipo mahali walipofarakana na Mungu. Wanasema wameokoka, lakini wameokoka ili wapate faida wao. Wamtumie Mungu, wamtumie Yesu kupata faida na kunyosha mambo yao, pasipo kujua ya kwamba huyu Mungu tangu siku aliyekuumba, hata kabla hujajua wokovu, tangu kuumbwa kwako ilikuwa ni ili Mungu apate faida. Ndio maana anamwambia Yeremia kwamba alimjua tangu wapi? Alimchagua tangu wapi? Angalia katika kitabu kile cha Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ile ya kwanza. Yeremia 1 sura la kwanza, tuone jinsi ambavyo kuanzia mstari ule wa 4. Kuanzia mstari wa 4 na kuendelea. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na sio Yeremia tu, sisi wote hapa hatukuzaliwa kwa bahati mbaya. Kabla tujaumbwa, Mungu alifanya nini? Alifanya nini? Alitujua. Mungu alikujua kabla sijakuumba katika tumbo, nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kabla hatujaumbwa, Mungu alishajua, na faida ambayo tutakuja kuitengeneza kwa ajili yake aliijua. Lakini tulipotoka kwenye matumbo ya mama zetu, tulipokuja huku, badala ya faida imekuwa ni hasara. Lakini Mungu tena huyo huyo kupitia kwa Kristo Yesu akatuokoa, akatuchagua. Na alivyotuchagua sasa, ili tuzae nini? Matunda. Na matunda fanya nini? Yapate kukaa, ili lolote lile tuombalo tupate kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu mbalimbali tunakosa kujua mpango huu wa Mungu aliotuumba na kutuokoa ili iwe faida. Sisi tunadhani kwamba tuko duniani kwa sababu zetu wenyewe, kwa niaba yetu na familia zetu na mambo yetu, na tufanye shughuli zetu tufanikiwe, na watoto wetu tufanikiwe, na wajukuu wetu. Hapana. Maisha yetu tulio nayo na hivi tulivyo ni ili ufalme wa Mungu upate faida kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Ili Mungu apate faida katika jina la Yesu. Sasa wengi tunakatalia kwa maisha yetu na tabia zetu, tunakatalia Mungu asipate faida kwetu, lakini sisi tupate faida kwa Mungu. Hutaipata hiyo faida. Bwana Yesu asifiwe. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Angalia jinsi ambavyo Mungu hafurahii watu wanavyokufa pasipo kumjua yeye au kuokolewa. Mungu hafurahie kabisa kifo cha mwenye dhambi. Na sisi tuko na tunajua, na hatufanyi hilo ili liwe faida kwa Mungu.
tuna mambo yetu mengine ambayo tunataka kupata faida, hatutapata hiyo faida, tutazunguka sana. Kitabu cha Ezekiel sura ile ya 18. Ezekiel sura ile ya 18 mstari wa 23. Ezekiel 18:23. Je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu, asema Bwana Mungu, si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi? Ninafurahia mimi kufa kwake mtu mwenye dhambi, si afadhali agairi? Sasa anagairi vipi kama hato kuwepo mtu anayemjua Mungu akamsaidia huyu ambaye hamjui Mungu ili agairi? Maana kugairi na kumgeukia Mungu ndio kuokoka. Sasa lazima awepo mtu, lazima awepo mwanadamu atakayemsaidia huyu mtu ili apate kugairi. Na anatuona sisi ambavyo sisi tuko wengi, lakini hatujihusishi kabisa, wala sio sehemu ya maisha yetu kuhakikisha kwamba watu wanagairi maovu wamgeukie Mungu, wakati Mungu huyu hafurahii kuona watu hao wanakufa namna hiyo. Na watu wanakufa kila siku watu wanakufa. Sisi tunaangalia tu, hatuoni kwamba hilo ni tatizo. Alafu tunataka huyo Mungu ambaye anahuzunika kwa watu hao wanaokufa katika dhambi, huyo Mungu eti atufurahie sisi na ajibu maombi yetu. Inaleta maana hiyo? Mungu afurahii kufa kwake mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye anasema ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga, atakuwa chombo chenye kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Mungu anataka sisi tuwe vyombo vilivyotengenezwa na Bwana, vimfae Bwana, vyombo vyenye heshima, vyombo vilivyo tayari kwa kila kazi iliyo njema. Sivyo tulivyo. Hatufurahi kuwa vyombo. Sasa kama sisi hatufurahi kuwa vyombo vya Bwana, hatuna faida. Na kama tuna faida, matokeo yake ni nini? Lakini sio hilo tu. Mungu ametumia gharama kutuokoa. Mungu anatumia gharama, na ameshatumia gharama kubwa kutufanya sisi tumkaribie, tuwe karibu naye, na tukubali na tupatie kibali cha kumkaribia. Kifo cha Yesu na damu ya Yesu, ambayo inatajwa kwamba ni thamani sana kuliko thamani ya vitu vyote. Maana vitu vinaharibika, lakini damu ya Yesu haiharibiki. Sasa ikiwa tumeokolewa kwa thamani kubwa namna hiyo, kwa kuoshwa na kusafishwa kwa damu ya Yesu ya thamani, Mungu alitarajia kwamba sisi tutakuwa ni faida. Maana gharama ambayo ameitumia kutuokoa sisi ni kubwa mno. Biblia inasema kwamba tumenunuliwa kwa damu ya Yesu, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 23. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 na mstari ule wa 23. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Tumenunuliwa. Unapokuwa umekuja kwa Yesu, anakuwa Biblia inasema kwamba ametununua. Ile kututoa kwenye utumwa wa shetani, utumwa wa dhambi, ametununua kwa damu yake. Ilimgharimu yeye kumwaga damu ili sisi tuwe wa kwake. Angalia waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19.
Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule 18 mpaka mstari ule wa 19. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Damu ya Yesu ndiyo iliyotumika kutununua sisi na kutukomboa sisi, kututoa katika himaya ya shetani. Damu ya thamani. Sasa ikiwa Mungu alitumia damu ya thamani namna hiyo ya Yesu, anapata faida gani kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo mtume akasema, ninafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili niishiriki na wengine, na maisha yake akawa hivyo. Ndugu zangu, ikiwa tunataka baraka za Mungu, ikiwa tunataka tumwone Mungu anatubariki, anabariki kila kitu tunachokifanya. Mungu anabariki, anabariki, anabariki. Tukubali kufanya kazi na yeye, tukubali kufanya kazi na huyu Mungu, na maisha yetu tuyahesabu kwamba Mungu ametupatia kwa ajili ya Injili. Faida ambayo Mungu anaitarajia kwetu baada ya kutuokoa, ameendelea kutuacha hai, ameendelea kutupa afya, ameendelea kutupatia nguvu. Mungu huyu kuna neema mbalimbali na nini. Yote hayo ni ili tuishiriki Injili na watu wengine. Full stop. Hicho ndicho Mungu anachokihitaji kutoka kwako, kutoka kwangu. Na ili iwe baraka maisha yako, iwe baraka kwa watoto wako, iwe baraka kwa wajukuu wako, wewe ingia katika kuishiriki kazi hiyo, katika jambo hilo ambalo linamletea Mungu faida. Ishiriki kazi ya Injili. Fanya kazi ya Injili. Na kufanya kazi ya Injili sio manake uwe mhubiri. Sio lazima uwe mhubiri. Kuna kuishiriki kazi ya Injili kwa namna nyingi. Ukiombea kazi ya Mungu, umeshiriki kazi ya Injili. Bwana asifiwe. Ukitoa, Injili ni gharama. Wanaendaje usipopelekwa? Injili ni gharama. Ukimtolea Mungu, umeishiriki kazi ya Injili. Ukienda mitaani kuhubiri na kushuhudia mtu mmoja mmoja na kuwaleta wengine kwa Yesu, kama hivi hapa unawaleta watu hapa, wewe umeishiriki Injili na wengine, na tena unalo lile kusudi la Mungu la kutokuona watu wanaangamia, watu wanakufa katika dhambi. Kazi yetu tuliyo nayo kwa muda uliobakia ni kuhakikisha kwamba ulimwengu unaokolewa katika jina la Yesu. Ndio maana tubarikiwi, na inakuwa ni watu ambao tumekufa kiroho. Usipofanya kazi ya Injili, wewe umekufa kiroho. Kanisa ambalo alifanyi kazi ya Injili limekufa kiroho. Na mnakaa hapo mnasubiri miujiza. Miujiza kutoka wapi? Miujiza kwenye kanisa lililokufa. Miujiza kwenye kanisa ambalo halishiriki kazi ya Injili. Miujiza kwenye kanisa ambalo halina faida kwa Mungu. Miujiza gani? Mungu anaondoka mahali pa namna hiyo. Anaondoka, mnabakia dini tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ni usingizi ambao watu walilala, kama ni kusinzia kuliko kwa kumekufanya uache kushiriki kazi ya Injili, au ulikuwa hujasikia kabisa neno hili kwamba hivi mimi nikitaka kubarikiwa, sasa huyu Mungu anibariki, mimi nifanye nini? Ishiriki Injili na watu wengine. Yesu anachelewa kuja. Amesema atarudi, lakini hajarudi mpaka leo. Bado anaona kuna watu wengi duniani. Ikiwa atarudi leo, watu wengi duniani hawataingia mbinguni, hawajashirikishwa neno. Sisi tulioko tumerelax,
Kanisa limelala usingizi. Watu wa Mungu wamelala usingizi. Tunasema Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Wewe kuna faida gani? Faida gani ambayo wewe sasa hivi unaifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu ili Yesu arudi? Unafanya nini? Unafanya nini? Kwa hiyo dhambi tu ya kutokuishiriki injili na watu wengine, achilia mbali uzinzi, hujafanya uzinzi, wewe unywe pombe, wewe ufanye nini, lakini kutokuishiriki injili na wengine ni dhambi inayotosha kumpeleka mtu jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa la Mungu, tuamke. Nasema tuamke. Nasema tuamke, tutoke usingizini. Kinyume cha hapo tutaangamia. Bado hakuna kitu tunafanya. Mimi nasema kweli. Nasema kweli. Kama tunataka kumwona Mungu hapa, tuishiriki kazi ya injili pamoja na wengine. Tuwe na mipango kila siku. Kila siku tuwe na ratiba za kila siku, kwamba ni jinsi gani tunaishiriki injili na wengine, jinsi gani tunawashirikisha wengine ambao hawajasikia habari hizi. Tunafanya nini? Mambo yetu yote tunayoyafanya tulenge katika kuhakikisha kwamba tunaishiriki injili na wengine. Short of that, wewe ujihesabu hamna kitu. Ninakuambia kitu cha kweli. Kama kuna kitu kinamhuzunisha Mungu wakati huu, ni jinsi ambavyo kanisa limelala usingizi. Yesu yuko malangoni, kanisa limelala usingizi. Hakuna chochote kinachofanyika kwa ajili ya kuuleta ulimwengu kwa Yesu. Bwana atusaidie. Bwana alisaidia kanisa. Kwa sababu hiyo, hakikisha kuishi kwako ni faida. Amen. Kuishi kwako iwe ni nini? Faida. Kama tutakufa sasa hivi, vema, kufa kwetu iwe ni Kristo, lakini kuishi iwe ni faida. Au unaweza kusema kwamba kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Maana Paulo mtume alisema hivi, kuishi ni Kristo, maana yake ni kwamba maisha yake yeye ilikuwa ni kwa ajili ya injili ya Kristo, na kufa kwake ilikuwa ni faida kwa sababu alikuwa na uhakika anaziendea mbingu. Lakini sisi leo tuna ujasiri wa kusema kwamba kuishi ni Kristo. Tunafanya kazi ya Kristo sisi, tunahubiri injili sisi. Ndio maana uwe na mzigo na kazi ya Mungu. Kuishi iwe ni Kristo, iwe ni faida kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kila siku jiulize, leo nimeingiza nini kwa ufalme wa Mungu? Maana nimepewa mtaji kwa ajili ya kutengeneza faida, na Yesu atakuja kutaka hesabu ya faida uliyotengeneza. Nilikupa afya kila siku, ulikuwa unatembea. Nikakupa miguu ya kuzunguka, ulikuwa nikakupa kuongea, maana kuna mabubu duniani, si ndio? Wako mabubu, si ndio? Lakini sisi tumepewa nini? Tumepewa usemi. Unasema, unaongea. Hiyo yote ni mitaji. Nilikupa macho, unaona. Wako vipofu hawaoni, wewe nilikupa macho kwa unaona. Kuna watu wasikii, nilikupa masikio ukawa unasikia, huku kiziwi. Hiyo yote ni mitaji. Umeleta faida gani kwa ufalme wangu? Ulikuwa mzima. Wako watu wamelala hospitalini, wengine wamelala vitandani, hata kugeuka tu hivi hawezi, mpaka aende akageuzwe. Hawezi hata kutelemka akasema ninakwenda kujisaidia. Pale pale alipo kitandani, kila kitu ni hapo hapo. Wewe ni mzima, umepewa mtaji. Umetengeneza faida gani kwa ajili ya Mungu? Alafu nataka Mungu akubariki katika nini? Katika nini? Hebu mgeukie jirani yako,
Mshike mkono, muulize kwamba Mungu, unataka Mungu akubariki katika nini? Rudia tena, mwambie unataka Mungu akubariki kwa kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu atusaidie kwa neno hili tuweze kuamka. Dada yangu amka, kaka yangu amka. Kuja kanisani peke yake hivi haitoshi, bado tunao wajibu mkubwa, tunayo kazi kubwa. Mungu anawapenda wamchao. Bwana Yesu asifiwe. Anawapenda wamchao. Watu wanaomcha Mungu ni wale ambao kwake wanafanyika kuwa faida, na tena nasema atafanya matakwa yao wamchao. Atafanya matakwa yao wamchao. Watu hao ni faida, faida kubwa sana kwa ufalme wa Mungu. Ni maombi yangu baada ya neno hili tutazitafakari njia zetu, tufanyike kuwa faida kwa ufalme wa Mungu. Na ukiwa faida kwa ufalme wa Mungu kidogo tu, utaanza kuona jinsi ambavyo na wewe unaanza kuona mambo yako yanakuwa yanabadilika kidogo, sio sana. Maana kila mmoja Mungu amempa. Tunaona wengine walipewa mafungu 10, wengine mafungu 5, mwingine alipewa fungu 1. Hatutafanana. Bwana Yesu asifiwe. Hatutafanana, kila mmoja amepewa fungu lake. Amen. Lakini wewe simama katika nafasi yako, mzalie Mungu wako matunda, utaiona faida yake. Nasema utaiona faida yake. Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Njoo mbele za Mungu. Shukuru Mungu. Mwambie Bwana, nimejifunza neno hili. Hivi ni kweli kwamba uliniumba niwe faida, na zaidi Mungu ukanichagua. Maana umesema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua ninyi, nikawaweka mwende mkazae matunda. Ulinichagua niwe faida. Bwana nisaidie. Ombe Mungu. Mahali papa kurekebisha, mwambie Bwana nisamehe, maana nimekuwa hasara. Na wewe ni Mungu ambaye ulisema mti huu unaharibu nchi, ukate mti huu, unaharibu nchi. Bwana, mtunzaji wa shamba akakusihi, akasema Bwana, uache tu mwaka huu niupalilie, niuweke na samadi. Ukizaa ni vema, usipozaa ndipo ukate. Mwambie Bwana, asante, nisamehe. Sijawa faida kabisa kwa ufalme wako, sijafanyika kwa faida. Wenda leo hii unanena nami kwa sababu umeona vile jinsi ambavyo sijafanyika kwa faida. Omba, mwambie Bwana, umelituma neno hili kwangu